Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu. Na leo katika mwezi Disemba tunaangazia mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Leo ni Disemba 3. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya fursa hii uliyotupatia kuja kujifunza neno lako. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya nafasi ya kupata chakula cha kimwili na kiroho. Jina lako litukuzwe. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tukiwa ni dhaifu, tu wa dhambi na tusiostahili. Turehemu, tusamehe, tusafishe, na zaidi sana ukatutakase. Tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Walioko katikati yetu na ambao wako mbali sana wakiwa ni wagonjwa, ninawakabidhi mikononi mwako. Fanya uponyaji kwetu, fanya uponyaji kwao, na zaidi sana jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu fadhili zako ni za milele. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kuamshwa ili kutenda. Imejengeka katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 21:36. Neno la Mungu linasema, basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Nilioneshwa hatari yetu kama wanadamu ya kusimilishwa na ulimwengu badala ya kusimilishwa na sura ya Kristo. Sasa tupo katika mipaka ya ulimwengu wa milele, lakini ni kusudio la adui wa nafsi zetu kutusababisha kuweka ndani kabisa mwisho wa wakati. Shetani kwa njia yoyote ile atawashambulia wale wanaodai kushika amri za Mungu na wanaoungoja ujio wa pili wa Mwokozi wetu mawinguni katika utukufu. Atasababisha wengi kadiri iwezekanavyo kutokumbuka siku mbaya na kuwafanya kuwa kama walimwengu kiroho, wakifuatisha desturi zake. Nilishtuka pale nilipoona kuwa roho ya kidunia ilikuwa ikiongoza mioyo na akili za wengi ambao wanatangaza sana ukweli. Ubinafsi na kuendekeza nafsi vimo ndani yao, lakini utauwa wa kweli na uadilifu wa hali ya juu havijengwi. Malaika wa Bwana alielekeza kwa wale ambao wanatangaza kweli, na kwa sauti yenye taadhima akarudia maneno haya, basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo, kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Salama katika mwamba imara, moyo katika. Tukizingatia kuwa tunao muda mfupi sisi kama wanadamu, tunatakiwa kukesha na kuomba, na kwa namna yoyote hatutakiwi kuruhusu chochote kutugeuza kutoka katika kazi muhimu sana ya kufanya maandalizi kwa ajili ya tukio kubwa lililo mbele yetu. Kwa sababu muda unaonekana kuongezwa, wengi wanaweza kuwa wavivu na wasiojali kuhusiana na maneno na matendo yao. Hawatambui hatari yao na hawaoni wala kuelewa rehema za Mungu wetu katika kuongeza muda wa rehema kwao, ili kwamba waweze kupata muda wa kutengeneza tabia kwa maisha ya milele yajayo. Kila wasaa una thamani kubwa. Muda umetolewa kwao, si kwa ajili ya kuishi kwa kustarehe na kuwa wakazi wa ulimwengu.
bali kutumika katika kazi ya kushinda kila kasoro katika tabia zao na katika kuwasaidia wengine. Kwa mifano na jitihada binafsi kuona uzuri wa utakatifu. Mungu anao watu ulimwenguni ambao kwa imani na tumaini takatifu wanafuatilia ueneaji na utimizwaji wa haraka wa unabii na kutafuta kujitakasa nafsi zao kwa kuitii kweli, ili wasikutwe bila vazi la harusi pale Kristo atakapoonekana. Ishara zilizotabiriwa kwenye unabii zinatimia kwa haraka kote kutuzunguka. Mambo haya yanapaswa kumwamsha kila mfuasi wa kweli wa Kristo ili kutenda kazi kwa bidii. Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 306 hadi 307. Leo ni Disemba 3, mada ikisema kuamshwa ili kutenda. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara, tajificha kwako. kwako tu